Mradi huu wa miji 28 ambao unajengwa hapa Njombe ni mradi ambao unaenda kumaliza changamoto za maji katika mji wetu wa Njombe. Mradi huu unajengwa na mkandarasi LLT pamoja na mhandisi mshauri Wapcos, ambapo kwa ujumla wanaujenga mradi huu kwa jumla ya shilingi bilioni 40. Mradi huu utaenda kuzalisha maji zaidi ya lita bilioni 11 kwa siku, na kwa hiyo ukiona mahitaji pamoja na uwezo wa huu mradi utagundua kwamba mradi huu unaenda kumaliza kabisa changamoto ya migao ya maji ambayo tunaendelea nayo. Na kingine, hapa tulipo hapa ni sehemu ambapo inajengwa mitambo ya kusafisha na kutibu maji. Maji yanayokwenda kutoka hapa ni maji ya kunywa, tunaita drinking water, kama ambavyo tumewaelekeza kuanzia kule ambako maji yanaanza kuchakata. Eneo la kwanza ni eneo ambao kwa kitaalamu wanaita aeration. Ni sehemu ambapo tunaongeza oksijeni kwenye maji, tunaondoa manganese na iron, lakini vile vile inaondoa harufu ya maji. Na baadaye tunaweka dawa, tutakuwa tunaweza tukaweka aluminium sulfate au kwa Kiswahili inaitwa SHAB au polyaluminium chloride, zote hizo zikiwa zina lengo ya kuondoa tope lote linalojikusanya kwenye maji. Na baadaye kuna machujio, tunasema sand filter. Sand filter yenyewe itahusika na kuchuja maji na kupata maji ambayo yanakwenda kuwa na ubora mkubwa. Kwa hiyo hapo kwenye chujio itaenda kuondoa rangi zote za maji ambazo huwa tunaziona mara kwa mara, na hasa katika kipindi cha mvua. Na baada ya uchujaji maji tutaenda kuyawekea dawa ya kuua wadudu ambayo tutakuwa tunaweka klorini. Na hapa tuliposimama hapa ndipo kuna tanki kubwa la kuhifadhia maji ambalo litakuwa lina uwezo wa kuhifadhi maji lita bilioni 2. Kwa hiyo baada ya kukamilika huu mradi hatutakuwa tena na mgao wa maji kwenye mji wetu wa Njombe. Hatutakuwa na changamoto ya kubadilika kwa ubora wa maji, hasa kipindi cha mvua, kwa sababu mitambo inayojengwa hapa itaenda kumaliza hizo changamoto. Na mimi kwa kweli niendelee kuipongeza serikali yetu, serikali ya awamu ya 6 ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kuona kwamba kuna uhitaji wa kufanya uwekezaji mkubwa kabisa kwa ajili ya kuboresha huduma ya maji katika mji wetu huu wa Njombe. Mimi ninapata faraja sana kuwa hapa. Nilikuwa hapa kabla mradi huu haujaanza, kwa maana wakati wanaanza kusafisha eneo, na nimeingia kwenye ubunge 2020 na tulitoa ahadi kupitia ilani yetu ya chama kwamba tutahakikisha Njombe katika miaka 5 ijayo tunakamilisha miradi au tunakuwa na miradi mikubwa ambayo itatoa tatizo la mgao wa maji kwa kipindi chote ambacho tunadhani tumekuwa tunapata matatizo. Sasa tumefikia hatua nzuri sana. Katika kipindi cha miaka 5 Njombe mjini tumepata zaidi ya bilioni 61 au tumekuwa allocated zaidi ya bilioni 61. Katika bilioni 61 hapa tulipo ndio kwenye mradi mkubwa wenye fedha nyingi sana, bilioni 41. Na katika hizo bilioni 41 wanaendelea kutumia, na tunaona matokeo ya hizo fedha kuwa zinaingia hapa. Kwa hiyo tunaishukuru serikali kwa kutekeleza hiyo ahadi ambayo sisi kama chama na mimi kama mbunge nilisema nikijua serikali wamesema kwamba watafanya. Lakini la pili, tunashukuru mradi huu unakwenda vizuri. Tuna uhakika utakamilisha kwa muda,
serikali imejipanga, kwa sababu mimi kama mbunge ninafuatilia kujua kama fedha hizi zipo na zitakuwepo kwa wakati. Kwa hiyo ni jambo la neema sana kuwa hapa na kuona haya maendeleo. Tunashukuru sana wenzetu wa mamlaka ya maji mjini, maji safi na maji taka mjini kwa usimamizi mzuri wa huu mradi, unakwenda vizuri. Serikali wanafuatilia, alikuja waziri hapa mwaka jana kuona maendeleo, na naona toka ameondoka waziri kazi imekwenda kwa kasi zaidi. Kwa tunadhani ni jambo la faraja. Lakini faraja kubwa ni kwa Wananjombe. Sisi kama wanasiasa tunasema kile ambacho tumekiahidi. Na katika kutoa ahadi nyingine tunazitoa mpaka wenyewe tunaogopa. Lakini mimi sikuwa na wasiwasi kuambia Wananjombe kwamba tunakwenda kufuta mgao wa maji kwenye mji huu katika kipindi kifupi. Na haya ndio matokeo. Tumetembelea chanzo kwenye mto wa Gafilo. Na mimi mradi huu naupenda kwa sababu mradi huu tunaujenga katika mji wa Njombe. Mradi huu tungeweza tukapata matanki tu na chanzo kikawa sehemu nyingine. Lakini tumepata chanzo ndani ya mji wetu na mitambo ya kutibu maji na mitambo yote kama inavyoonekana hapa, matanki yanayoonekana hapa ndani ya mji wetu. Jambo la heri, jambo la neema. Kwa hiyo ni mradi wetu Wananjombe. Tunasikia fahari kwamba tuna mradi mkubwa wa bilioni 41. Na mradi huu kama mlivyomsikia mkurugenzi ametuambia hapa, mradi huu utakuwa na uwezo wa kuzalisha lita milioni 11. Mahitaji yetu sisi kwa mpaka sasa yako kwenye milioni 10. Na ni wazi kwamba tutaondoa tatizo la maji Njombe kwa kipindi kirefu sana. Lakini jambo moja ambalo limejitokeza na nafurahi limeongelewa hapa. Ukiangalia chanzo cha maji haya yatatoka kwenye kata mbalimbali. Kata ya mjini yenyewe, kata ya Uwemba, kata ya Matola, kata ya Luponde. Eneo lote hili ni catchment ya kuleta maji hapa ili yatumike. Kwa hiyo tutakuwa na kazi kubwa wananchi kuhakikisha kwamba tunatunza maeneo yote hayo ambayo ndio yanafanya mradi huu uonekane kwamba ni mradi. Na tutafanya kazi ya ziada na uhakika kama alivyoeleza mkurugenzi, wamejipanga wenzetu wa NJUWASA kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali kuhakikisha kwamba mradi huu unafanya kazi, mradi huu unatoa maji. Na nimepata faraja nyingine ambayo mimi sikujua. Tumezoea tukienda maeneo mengi hasa nje za nchi, wanakuambia haya ni maji ya bomba salama kwa kunywa. Sasa nimepata habari hiyo kwamba Njombe na sisi tunakwenda huko. Kwa mradi huu, kwa kinachofanyika, maji ukiyafungua kwenye tepu utaweza kuyanywa. Ni maji yatakuwa maji salama. Kwa ni jambo la neema, jambo la heri. Tunashukuru sana kwa mradi huu mkubwa, na sisi tunawapongeza sana contractors. Wanaendelea kufanya kazi nzuri, na tunawatakia heri, mkamilishe kazi iende vizuri ili mwisho wa siku ndani ya kipindi hiki tuweze kuwa na maji mengi katika mji wetu wa Njombe. Asanteni sana. Lakini pia kipekee ninamshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa mbunge wetu Deodatus Philip Mwanyika, mbunge wa jimbo la Njombe mjini. Kiukweli wanasema ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Mradi huu mimi kama diwani ambaye nilimaliza muda wangu muda uliopita na sasa ninaendelea, nashukuru kwa imani hiyo ambao wana Mji Mwema wamenipa. Kiukweli nimeshirikishwa kikamilifu kwenye mradi huu. Ni mradi ambao nimeshirikishwa kuanzia utafutaji wa eneo, ufidiaji wa eneo, lakini na kwa ujumla mpaka kwenye chanzo chenyewe cha mradi huu. Kuko vizuri, kuna kwenda vizuri, na hapa sasa yanapojengwa matenki kwa ujumla pako vizuri. Mimi langu ni moja tu, ni watoe hofu wana Njombe, wana Mji Mwema na wananchi wote kwa ujumla kwamba mradi huu unakwenda kutatua ile kero ya ujumla ambayo sote kwenye mikutano yetu na maeneo mbalimbali tumekuwa tukilalamikiwa na wananchi. Hivyo tuwe na subira. Mimi kama mheshimiwa diwani nitaendelea kuiamini serikali yetu na kumshukuru mheshimiwa pamoja na wasimamizi wote wakasimamia kikamilifu mradi huu ukaweze kuwanufaisha wana Njombe. Lakini ni imani yangu tutazidi kuelimishana kupitia mikutano, makala mbalimbali kuhakikisha tunatunza mazingira yote ya kwenye vyanzo vya maji, lakini pia na eneo la mradi wenyewe, kwa sababu mradi huu ni wa kwetu na wananchi wakazidi kunufaika.